Naam, ikikutangazia moja kwa moja kutoka makao makuu ya nchi jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika saa moja ya habari kutoka hapa Sky TV. Tuanze na muhtasari wake. Zanzibar waadhimisha miaka 62 ya mapinduzi, Rais Mwinyi akitunuku nishani. Kimataifa, Ujerumani na India zapanga kuongeza ushirikiano wa ulinzi. Na katika upande wa michezo, fainali ya Mapinduzi Cup kuchezwa kesho. Naam, hujambo mtazamaji na karibu popote pale ulipo tuweze kuungana pamoja katika saa moja ya habari kutoka hapa Sky TV. Mimi naitwa Pius Jayunga na tukianza na taarifa ifuatayo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametunuku nishani ya mapinduzi kwa viongozi na wananchi mbalimbali wenye sifa maalum. Taarifa hii imeandaliwa na Maliango Mugeta, tuipate kwa undani zaidi. Akisoma tamko la kwanza la kutunuku nishani hizo, Katibu Mkuu wa Ofisi ya Rais Ikulu Zanzibar, ndugu Saleh Juma Musa, amezitaja nishani hizo kuwa ni nishani ya mapinduzi na nishani ya utumishi uliotukuka, ambapo watu 18 wametunukiwa nishani hizo. Mheshimiwa Rais, kwa kutumia uwezo wako uliopewa chini ya kifungu cha 10 cha Sheria ya Mambo ya Rais nambari 3 ya mwaka 2020 na kama ilivyotangazwa katika gazeti la kisheria nambari 2 la mwaka 2026 kupitia gazeti rasmi la serikali nambari 7433 la tarehe 9 Januari 2026, umetunuku nishani za mapinduzi 8 na nishani za utumishi uliotukuka 10 kwa viongozi, watumishi wa umma na watumishi wa sekta binafsi. Mheshimiwa Rais, hafla hii ya kutunuku nishani hapa katika viwanja vya Ikulu inahusisha watunukiwa 18. Kati ya hao 4 washafariki na 14 wapo hai. Mheshimiwa Rais, mbele yako ni watunukiwa ambao sifa zao zimekidhi matakwa ya nishani hizi. Hafla hiyo imefanyika leo tarehe 12 Januari 2026 katika viwanja vya Ikulu mjini Zanzibar na kuhudhuriwa na viongozi wa kitaifa, viongozi wa vyama vya siasa, watendaji wakuu wa taasisi za umma, wakuu wa vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na wananchi mbalimbali. Nishani ya mapinduzi inatolewa kwa mtu ambaye aliasisi au alishiriki au aliyatukuza mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964. Mtunukiwa ni pamoja na kiongozi au mtu mwingine aliye hai au aliyefariki ambaye aliiletea sifa Zanzibar katika fani mbalimbali na kuonyesha maadili mema ya kusifika na kuigwa. Wazanzibari wameadhimisha miaka 62 ya mapinduzi kwa shamra na matukio mbalimbali, ikiwemo ufunguzi wa uzinduzi wa miradi ya maendeleo katika siku ya kilele cha mapinduzi ambayo huadhimishwa tarehe 12 Januari ya kila mwaka. Naye makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hamed Suleiman Abdullah, amesema ujenzi wa bandari ya Maruhubi Mpiga Duri imelenga kutekeleza dira ya kukuza uchumi wa bluu na kuifanya Zanzibar kwa kitovu cha biashara na utalii katika ukanda wa Afrika Mashariki na Bahari ya Hindi kwa ujumla. Kukamilika kwa mradi huu utaongeza uwezo wa Zanzibar kuhudumia wastani wa abiria 5,000 kwa siku za kawaida na kufikia zaidi ya abiria 12,000 katika vipindi vya kilele, kupunguza kwa kiwango kikubwa msongamano wa bandari ya Malindi, kuongeza ufanisi wa huduma za usafiri wa baharini, kuimarisha sekta ya utalii, kuongeza kasi ya shughuli za kibiashara na kuiweka Zanzibar katika hadhi mpya ya kiuchumi. Bandari hii itakuwa na miundombinu ya kisasa ikijumuisha majengo ya abiria ya kiwango cha kimataifa, mifumo ya usalama, tiketi za kidijitali, maeneo ya mapumziko ya hadhi ya juu na uwezo mkubwa wa kushughulikia magari na mizigo kupitia roro. Sehemu ya ndege za majini itaunganisha Zanzibar na visiwa vya jirani, maeneo ya pwani yaliyo mbali, hifadhi za bahari na hoteli za kifahari, wakati marina itahudumia yacht, boti za starehe, huduma za ziara za baharini na shughuli za kibiashara. Kwa upande wake, waziri wa ujenzi na uchukuzi Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Khalid Salum Mohamed, amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imedhamiria kuzijenga kwa kiwango cha lami barabara zote za mijini na vijijini kwa lengo la kuimarisha sekta ya usafirishaji nchini.
kubadilisha mazingira haya Maruhubi. Tutakuwa na barabara kubwa moja ya njia 4 itakayotoka hapo juu Maruhubi kwenda kuungana na barabara ya Mkapa juu, ili sasa iunganishe sehemu za logistic kwa upande wa huko. Lakini pia barabara hii inaendelea na ujenzi Mtoni BOT, na tunajitahidi kuhakikisha kwamba kazi ile inafanyika kwa kasi zaidi, ili sasa shughuli za bandari zikianza na tusiwe na usumbufu wa barabara yetu hiyo. Akisoma taarifa ya kitaalam kuhusu ujenzi wa mradi wa bandari ya Maruhubi mpiga duri, mkurugenzi mkuu wa shirika la bandari Zanzibar ndugu Akif Al Khamis amesema ujenzi wa mradi wa bandari ya mpiga duri hadi kukamilika kwake unatarajiwa kugharimu zaidi ya dola za Kimarekani milioni 350. Bandari ya Maruhubi ni bandari ya kisasa inayohudumia abiria na mizigo. Ujenzi wa bandari hii unajumuisha ujenzi wa gati ya Roro ama roll on roll off, kituo cha abiria, boti za mwendo kasi, marina na taksi za ndege za baharini, pamoja na hoteli za nyota 5 pamoja na kituo cha marina kitakachojengwa hapa. Mradi huu hadi kukamilika kwake kwa awamu zote 3 unatarajiwa kugharimu takriban dola za Kimarekani 350 hadi dola 400. Mradi huu unatekelezwa na kampuni ya ZF Defco, ambapo mjenzi kwa awamu hii ya phase 1A ni kampuni ya Kitanzania ijulikanayo kama Multistruct Building Construction Company Limited. Naye mkurugenzi mkuu wa kampuni ya ZP Defco Bwana Matthew van der Borth amemshukuru makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hamed Suleiman Abdullah kwa mchango wake mkubwa aliotoa kwa kuhakikisha ujenzi wa mradi huo unajengwa kwa ubora wa viwango vinavyokubalika kitaifa na kimataifa. So with this process, this is a PPP project. It's a partnership between the government of Zanzibar and ZF Defco, but also for the Netherlands. In a larger sense, cooperation which will require no taxpayer dollars, all the money coming from the private sector. This also allows government money to be freed up for hospitals and much needed social services and roads. Mariango Mgeta, Sky TV, Dodoma. Wakala wa ufundi na umeme nchini TEMESA umesema matengenezo ya kivuko cha MV Kazi umekamilika na kesho mchana kitaanza kutoa huduma kwa wananchi. Nora Damian ametutumia taarifa ifuatayo. Kivuko cha MV Kazi kinachofanya safari zake kati ya Feri na Magogoni kilisimama tangu Januari 5 mwaka huu kufuatia tahadhari iliyokuwa imetolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ya kuwepo kwa upepo mkali pamoja na kupisha ukarabati. Akizungumza leo na vyombo vya habari, kaimu mtendaji mkuu wa TEMESA Moses Mabamba amesema kesho asubuhi kivuko hicho kitafanywa majaribio na mchana kitaanza kutoa huduma. Baada ya kusimamisha kivuko hiki, tulilazimika pia kufanya matengenezo ya kivuko hiki cha MV Kazi, ambapo tumebadilisha injini. Tumebadilisha injini, tumeweka injini mpya 2 zikisaidiana na 2 zilizokuwepo. Tumebadilisha mifumo ya umeme, tumebadilisha mifumo mingine ya uendeshaji wa chombo hiki. Tumezungumza na wenzetu wa Azam ambao tumewaomba watusaidie kuvusha wanafunzi wakati sisi tunafanya sea trial ya kivuko chetu. Kwa mujibu wa taratibu za uendeshaji wa vivuko, baada ya kufanya matengenezo wanatakiwa ufanye majaribio ya baharini. Kwa hiyo tutafanya majaribio yetu kesho asubuhi, na mchana muda wa saa 8 kivuko chetu cha MV Kazi kitakuwa kimerejea kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. Mtendaji huyo wa TEMESA pia amezungumzia vivuko vya MV Magogoni na MV Kigamboni ambavyo viko kwenye ukarabati nje ya nchi. Ni matarajio yetu kwamba mwezi wa 4 kwa mujibu wa mkataba kivuko cha MV Magogoni kitakuwa kimerejea, na mwezi wa 10 kivuko cha MV Kigamboni kitakuwa kimerejea kutoka kwenye matengenezo makubwa. Kivuko cha MV Magogoni kina uwezo wa kubeba abiria 2000 na magari 60. Kwa hiyo serikali yetu ni sikivu, na kivuko hicho cha Magogoni kitaporudi kitatosha kabisa kwenye kuhudumia. Vivuko hivi tulivyo navyo vikishakuwa kwenye ukarabati vina capacity ya kutosha kuhudumia wananchi wetu wa Kigamboni. Baadhi ya wananchi wamesema kurejea kwa kivuko cha MV Kazi kutaleta haueni hasa kwa wanafunzi ambao huvuka bure. Wakati kimesimama kimekuwa ni usumbufu mkubwa, kwa sababu sio wote ambao walikuwa na mudu kuvuka kwa hizo za shilingi 500. Kuna mtu anakuta ameshajiwekea kwamba bajeti ni hizo 200, anajua kwamba kila siku lazima avuke, na ameshajiwekea kwamba ni 200 asubuhi na 200 atakapokuwa anarudi. Kwa hiyo kiliposimama kiliathiri kwa kiasi fulani bajeti za wengine, na kwa kuwa kimerejea inaona itatusaidia hata kwa upande wa wanafunzi
sababu wanafunzi wengi ndio unakuta walikuwa wananemeka nacho hicho. Nimekuwa muda sema sasa sio mara kwa mara. Japokuwa unaweza ukaja ukasema kwamba leo hakipo sawa, inapita wiki moja tena hakipo sawa. Yaani ni tatizo ni la muda tu, sio kwamba toka hapa sasa hivi kama wiki sasa hivi hakitumiki. Kivuko kama hichi hapa hivi ni kimoja, kwa hiyo mimi naona hakitoshi. Yaani wangefanya kuongeza hivyo hata viwili, yaani vile vinapishana kwamba cha huku na cha huku, kwa sababu kimoja unakuta muda mwingine kinachukua muda mrefu kule hivi. Watu wanakaa karibia nusu saa hapa hivi na magari kuvuka inachukua muda. Kwa hiyo asilimia kubwa watu sisi tunapata kidogo, kwa hiyo unakuta nauli hasa kwenye vivuko vidogo 500 zinatukosti sana. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Na asante sana Nora Damian kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wakazi 830 wa kijiji cha Kikondo kilichopo katika kata ya Ilungu wilaya ya Mbeya wamekuwa wakikabiliwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama, hali iliyowalazimu kutembea umbali mrefu kutafuta maji na hivyo kuathiri shughuli zao za kijamii na maisha ya kila siku. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Wakazi wa kijiji cha Kikondo wamesema hayo wakati wakipokea mtambo wa kuchimba kisima cha maji kutoka kwa mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini Patali Shida Patali, uliofika kijijini hapo kwa lengo la kuanza uchimbaji wa kisima kinachotarajia kumaliza kero ya maji. Unaweza kumtuma mtoto asubuhi kwamba kachote maji, anaweza kaja jioni. Maji kuna wakati mwingine yanakauka kabisa, mtoni kwetu yanakuwa hakuna. Kwa hiyo tulikuwa na msiba mkubwa sana wa maji. Tunamshukuru sana Patali kwa kuja, tunajua kwamba Mungu ametuona sisi katika kijiji hiki cha Kikondo, amesikia misiba yetu sisi wazazi na wananchi pia. Kuna wakati mwingine tunashindwa hata kuoga, tulikuwa tunashindwa hata kunywa maji kutokana na kwamba maji yalikuwa mbali. Kwa upande wa ndoa sisi na wanawake tulikuwa tunakosana sana kwa sababu maji yanaenda kuchota umbali mrefu. Wakati mwingine inakuwa sio rahisi kuamini sana kama kweli mwanamke alikuwa mtoni. Sio rahisi kuamini kwamba hapa Kikondo tunaweza tukawa na maji. Tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kutuletea huu mtambo wa kuchimba maji. Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Kikondo Omari Simon anaeleza matarajio yake baada ya mtambo wa kuchimba kisima kuwasili kijijini hapo. Kijiji changu kina wakazi 836. Nategemea kwamba haya maji yakichimbwa yatahudumia hao wakazi. Lakini nishukuru kwa sababu adha ya maji Kikondo ni ya muda mrefu. Nishukuru leo kama muujiza mitambo inafika kuchimba maji. Changamoto ilikuwa ni kubwa ya maji kwa sababu akina mama kijimua asubuhi kuchota maji anaingia saa 2, atafika hapa saa 6 bado hajapika hajafanya nini. Maji hapa yanapatikana mbali. Naamini huduma hii ikisogea itawarahisishia kina mama upikaji wa chakula kwa wakati na kuhudumia watoto. Akizungumza na wananchi wa kijiji hicho, mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini Patali Shida Patali akaomba utekelezaji wa haraka juu ya uchimbaji wa kisima hicho, huku meneja wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini mkoa wa Mbeya mhandisi Sambo Sibaje amesema uchimbaji wa kisima hicho chenye urefu wa mita 180 utagharimu zaidi ya shilingi milioni 27. Upatikanaji ni jambo moja, watu kunywa ni jambo lingine. Kazi za kitaalamu zinavyoendelea za extension kuyapeleka maji wananchi walipo, nimewaomba tupate pointi zile ambazo tutaanza kuchota kwa haraka, ule utaratibu mwingine ukiendelea. Kikondo oye! Tutachimba kisima chenye urefu wa mita 180. Alafu vile vile tutapima wingi wa uwezo wa kisima pamoja na kuangalia ubora wa maji tutakayoyapata endapo tutayapata ya kutosha. Na zoezi hilo lote litakalofanyika litagharimu shilingi milioni 27 ambalo litaishisha hizo shughuli zote. Na baada ya hapo zikishapata maji ya kutosha tutaweza kuanza na kujenga vituo vichache ili wananchi waanze kupata huduma ya maji, wakati tunajipanga sasa kwa ajili ya kusambaza maeneo yote ya eneo la Kikondo. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Na mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Wananchi waliokuwa wamekimbia makazi yao katika vijiji 4 vya kata ya Msangano hatimaye warejea. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV.
Wananchi waliokuwa wamekimbia makazi yao katika vijiji vinne vya kata ya Msangano wa wilaya ya Momba mkoani Songwe kufuatia mafuriko yaliyosababishwa na mto Nkana kufurika wameanza kurejea makwao. Mafuriko hayo yalivunja mkondo wa mto huo na kuzingira zaidi ya nyumba 400, hali iliyolazimu wakazi kuhama kwa muda. Hata hivyo, wakazi hao sasa wanaishi kwa hofu ya kutokea kwa magonjwa ya mlipuko baada ya vyoo vingi kubomoka na visima vya maji ya asili kujaa maji ya mafuriko. Johnny Kiango na habari kamili. Wakizungumza, wakazi wa eneo hilo wamesema changamoto kubwa wanayokabiliana nao ni hatari ya magonjwa ya mlipuko kutokana na vyanzo vya maji kuchafuliwa na maji ya mafuriko. Sisi hofu yetu ni kulingana na haya maji, sehemu yalikotoka kuna sehemu vyoo vimebomoka. Kwa hiyo maji yamesomba wadudu ambao wanakaa chooni. Kwa hiyo tunahofia haya maji sio salama kwa wadudu, nao wamechanganyana pamoja na maji. Kwa hiyo watoto wanapozidi kuchezea yanaweza yakaleta athari ya mlipuko wa magonjwa. Nimeharibikiwa mahindi mifuko 2, maharage debe 1, nguo zimelowana hazijaondoka nimezishika ndizo bado naendelea kufua. Na kuku kufa na bata zikaondoka zote. Serikali naomba msaada, hata ikinipata chakula itakuwa imenitosha. Nguo nitanunua, kuku nitatafuta. Zilikuwa gunia 5, yaliyolowana ni gunia 2. Kwa hiyo nimeokoa kidogo, ndio naendelea kuanika saizi hapa. Nilianika jana, leo ndio namalizia kuanika. Kwa hapa itakiwa atembelee, waje waangalie mazingira ya maji ambayo yanaweza akaleta athari ya magonjwa. Kwa jana sikuweza kufungua kabisa, maana asubuhi nilikuwa tu kwa ajili ya usafi, maana tope zilikuwa zimejaa sana ndani, vyombo vilikuwa vimejaa matope. Yaani ndani kulikuwa kwa kweli kuna hali mbaya, uwezi hata ukafanya biashara kwa siku ya jana ile. Hofu yetu magonjwa ya mlipuko, kwa sababu kwa kweli jana vyoo vilibomoka vingi na maji yao kwa kweli tumechezea, yani maji machafu tumeshika. Yaani ndio tulikuwa tunafanyia usafi jana, wala sio siri. Kwa hiyo hata yani magonjwa ya mlipuko ni lazima. Tunaomba tu Mungu atusaidie na serikali tusaidie kwa hali iliyotukuta jana. Kwa upande wake, uongozi wa eneo hilo umesema ipo haja ya serikali kwa kushirikiana na wataalamu wa mazingira uhandisi kufika katika eneo hilo ili kutathmini na kuboresha kingo za mto Nkana ambazo zimekuwa zikisababisha madhara mara kwa mara. Kwa leo tunamshukuru Mungu. Leo hii hali ya leo imetufanya sisi tuonekane tuko vizuri, japo tuna maumivu ya ile hali ya kukimbizana usiku mzima mpaka asubuhi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa leo hii maji yametoweka mitaani, japo kuna baadhi ya sehemu wananchi wameshindwa mpaka kulala kwenye nyumba zao kutokana na tope nyingi zilizoingia ndani. Mpaka sasa kama viongozi, ombi letu tulikuwa tunaomba tu kwamba ni jinsi gani serikali inaweza ikatusaidia kutengeneza sehemu ambazo zinasababisha mafuriko haya, kwa sababu ni sehemu ambazo bado ni nyingi ambazo maji, yani mvua ikinyesha tu kidogo basi maji yanatoka kutokana na mto wenyewe ulivyo, kingo zake zimeisha. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji serikali kama kuna uwezekano waangalie ni jinsi gani wanavyoweza kutusaidia. Naye mkuu wa wilaya ya Momba Elias Mwandobo alitembelea eneo hilo na kujionea athari za mafuriko hayo, ambapo alitoa maelekezo mbalimbali yakiwemo tahadhari juu ya uwezekano wa mlipuko wa magonjwa. Tayari nimemtuma meneja wa TANROADS, alikuja asubuhi lakini naye alikuwa anatokea huku akashindwa kuvuka kuja upande wa pili. Kwa hiyo aliishia kule. Lakini amwambia aje tena akutana na nyinyi viongozi kesho ili mumuoneshe mahala gani ambapo tunapendekeza hilo karavati liwekwe ili lirahisishe maji kuvuka. Lakini vile vile tutawasiliana na mamlaka za juu ili ziende zikafanya tathmini kule ambako kwenye kingo za mto ambako mto ulifurika kuelekea huku, tuone kitaalamu, waone ni nini kinawezekana kikafanyika ili kuzuia maji yasije huku majumbani. Kwa hilo ni jambo ambalo linahitaji wataalamu, kwa sababu lazima wajue ni wapi ambapo
wanapatibu. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango. Na tutazame taarifa nyingine ambapo Tume ya Rais ya kuchunguza matukio na uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 imefika mkoani Geita na kubaini kuwa watu wameathirika kwa njia mbalimbali, ikiwa ni pamoja na baadhi kupoteza wapendwa wao na wengine kuharibiwa biashara zao. Taarifa ya mwandishi wetu Michael Francis Bundala inafafanua zaidi. Kiongozi wa timu ya tume hiyo iliyofika kanda ya Ziwa ikiwemo mkoa wa Geita, Katibu Mkuu kiongozi mstaafu na Balozi Ombeni Sefue, amesema hayo mbele ya waandishi wa habari na kuongeza kwamba katika kutekeleza jukumu la kukusanya maoni, mwitikio umekuwa ni mkubwa. Lakini tutaendelea kuwa hapa mchana, tutapokea makundi mengine. Kwa hiyo kwanza nishukuru hiyo kwamba watu wamejitokeza, kwa sababu kazi ya tume haiwezi kukamilika, hatuwezi kufanya vizuri kama hatusikilizi watu wengi iwezekanavyo, na hasa kwa uwakilishi wa makundi mbalimbali, kwa sababu watu mbalimbali wameathirika kwa njia mbalimbali. Kuna wengine wamepoteza wanafamilia wao, kuna wengine biashara zao zimeharibika kabisa, kuna wengine wameumia. Kwa hiyo ni muhimu kwamba tusikilize japo kwa uwakilishi, lakini watu wote ambao wameathirika kwa njia moja au nyingine. Lakini pia huwa tunawaambia watupe maoni yao kwamba kifanyike nini kitaifa. Manake kila mtu anasema hii sio Tanzania tunayojua, yaliyotokea sio Tanzania tunayojua. Waathirika wa matukio hayo wametoa maelezo kwa tume, huku baadhi wakishindwa kuongea na kuanza kububujikwa na machozi kutokana na kumbukumbu ya matukio hayo. Walipowahi wakaanza kusukuma mlango, wamesukuma na mimi baadaye nikaamka kwenda kuongeza nguvu pale kusukuma ili wasiingie ndani. Tukaanza kusukuma na sisi tunasukuma. Sasa walipoona mlango ufunguke wakawa wamefyatua risasi nje ya mlango, hapo nikaingia ndani nikamkuta ameshikilia mlango na kumpata kifuani. Baada ya hapo sasa alipopoteza maisha, wao wakaendelea na nani zao, taratibu zao. Maaskari ndio alikuja kumchukua, wakasema tunaenda kuwahifadhi muda na wakati utakapofika, serikali itakapotoa tamko la hawa watoto kuja kuwachukua, ndipo mtakapokuja kuwachukua. Aidha, kando mwa ukumbi wa kutoa maelezo hayo, baadhi ya waathirika wamezungumza na kueleza namna walivyosikilizwa na tume hiyo. Mimi nimeomba kwenye tume kwamba ikatuangalie, yani kwa ulinzi. Ina maana hawa vijana walikuwa nasema hawa vijana waliofanya vurugu hizi na waliofanya uchochezi huu wa kuharibu vitu, sio kwamba ni vijana walijituma, hapana. Kuna kitu ndani yake cha uchochezi. Ina maana sisi wakati tunapiga kura tulipiga kura vizuri na kumaliza, lakini wale walichochewa kwamba mfanye hiki na hiki. Ina maana ndani ya vyama hivi vya siasa kuna watu wanachochea kuvuruga amani. Tume ya Rais ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba mwaka 2025 iliundwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan Novemba 19 mwaka 2025, ikiwa ni mwanzo wa kutafuta mwafaka wa maridhiano ya kitaifa. Michael Francis Bundala, Sky TV. Na asante sana Michael Francis Bundala kwa taarifa hiyo. Wanafunzi 3,000 wanaoishi katika mazingira magumu kuanzia darasa la kwanza hadi la 7 kutoka kata 13 za jimbo la Uyole mkoani Mbeya wamepewa msaada wa vifaa vya shule ikiwemo nguo za shule pamoja na madaftari, hatua inayolenga kuinua kiwango cha elimu na kutoa fursa sawa kwa watoto wote katika jamii. Msaada huo umetolewa na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Tulia Trust ambaye ni mbunge wa jimbo la Uyole Dr. Tulia Ackson, ambapo amesema umejipanga kwa mwaka ujao kuwasaidia watoto hao pindi watakapofaulu kwenda sekondari, huku kaimu afisa elimu idara ya elimu msingi jiji Laudiani Shonela akieleza mchango wa Dr. Tulia katika sekta ya elimu.
watoto 1000 wa jimbo hili la Uyole kutoka kwenye kata 13 na mitaa 60 watapewa nguo za shule siku ya leo. Sasa hawa watoto ni kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Sasa mwaka unaokuja inshallah Mungu atuweke, tuombeane uzima na afya na baraka nyingi zaidi. Mungu atujalie tuongeze idadi, kwa sababu tunafahamu hawa watoto 1000 watakaosaidiwa leo sio watoto pekee ambao wanahitaji msaada huo. Sasa tumejipanga vizuri kwa maana ya mwakani inshallah Mwenyezi Mungu atuweke na atubariki zaidi. Tutajitahidi wale watoto ambao tunawahudumia kwa upande wa shule za msingi wanapokuwa wanaelekea sekondari, basi mwakani na wao watahudumiwa kwa upande wa madaftari, lakini pia watahudumiwa kwa upande wa nguo za shule. Sisi kama sekta ya elimu katika halmashauri ya jiji la Mbeya tunatambua mchango wake mkubwa sana ambao umepelekea mkoa wetu wa Mbeya kufanya vizuri, lakini pia halmashauri yetu ya jiji la Mbeya kufanya vizuri. Afisa habari wa taasisi ya Tulia Trust Joshua Edward anaeleza mpango wa taasisi hiyo katika kuwasaidia wanafunzi wanaoishi katika mazingira magumu. Kuelekea Tulia Trust Education Program 2026, taasisi ya Tulia Trust ilianza mchakato kuwapata wanafunzi wanaoishi kwenye mazingira magumu mnamo mwezi Novemba mwaka 2025 kwa kuwashirikisha viongozi mbalimbali kuanzia ngazi ya wilaya hadi ngazi ya ubalozi. Mchakato huu kwa mwaka 2025-2026 ulifanyika tofauti kabisa na misimu mingine yote iliyopita. Hii ilikuwa ni kurahisisha zaidi namna ya ufikiaji na utambuaji wa hawa wanafunzi kwa kuyajua na kuyatambua moja kwa moja maeneo wanayoishi ili kurahisisha taasisi ya Tulia Trust kuweza kuwahudumia. Kwa upande wao, wazazi na wanafunzi waliofikiwa na msaada huo wamemshukuru Dr. Tulia kwa namna alivyowasaidia, huku wakitoa ombi kwa wadau wengine kuwakumbuka watu wenye uhitaji. Tunashukuru sana kwa zoezi hili ambalo mheshimiwa mbunge wetu Tulia Ackson amelifanya katika jimbo letu la Mbeya. Hatuna namna zaidi ya kumwombea. Naomba kwa Mungu kwamba Mungu amzidishie rehema nyingi na azidishe pale alipotoa na afanye zaidi hapa alipofanya. Namshukuru kiongozi kwa yote aliyofanya, maana kwa akili za kibinadamu isingewezekana. Naona ni Mungu kabisa amemtumia kwa ajili ya kwenda kuangalia wale wenye mahitaji na hata na wengine pia wawiwe kupitia yeye. Shukuru Dr. Tulia kwa kutupa uniform za shule na madaftari na vifaa vya shule na naahidi nitasoma kwa bidii nifaulu. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Na mtazamaji, tunahitimisha habari za kitaifa. Muda mfupi ujao kuanzia sasa nitakaporejea tutakuwa na wasaa mzuri wa habari za kimataifa. Usiondoke. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima,
Tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa bank assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Habari za kimataifa. Azma pamoja wakati wa ziara ya Kansela Friedrich Merz katika jiji la Ahmedabad nchini India siku ya Jumatatu. Merz alikaribishwa na Waziri Mkuu Narendra Modi, ambapo alitembelea sehemu inayohusishwa na shujaa wa taifa hilo Mahatma Gandhi. Amesema, mmeshuhudia tumetia saini makubaliano ya kihistoria. Azma moja inaeleza ushirikiano wa karibu zaidi kati ya sekta zetu za ulinzi katika nyanja za maendeleo ya uzalishaji pamoja na kukuza ubunifu na kuimarisha mnyororo wa usambazaji duniani. Hadi sasa hakuna mikataba maalum inayosainiwa, lakini India inapanga kujenga manowari 6 kwa kushirikiana na kampuni ya Ujerumani TKMC mjini Mumbai, mradi unaokadiriwa kugharimu euro bilioni 8 sawa na dola bilioni 9.34. Mkataba wa mradi huo unatarajiwa kusainiwa hivi karibuni na unaweza kufungua njia ya ushirikiano zaidi. Merz amesema pia unapaswa kukamilisha mazungumzo ya makubaliano ya biashara huru kati ya India na Umoja wa Ulaya. Rais wa Tume ya Ulaya anatarajiwa kusafiri kwenda India mwishoni mwa mwezi huu na atasaini makubaliano hayo mara yatakapokamilika. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema siku ya Jumatatu kwamba hali nchini humo imedhibitiwa kikamilifu baada ya ukandamizaji wa kikatili na maandamano ya nchi nzima. Abbas amesema maandamano yaligeuka kuwa ya vurugu na ya maafa ili kumpa Rais wa Marekani Donald Trump sababu ya kuingilia kati. Hata hivyo, hakutoa ushahidi wowote kuhusu kauli zake ambazo zilijiri baada ya wanaharakati kuripoti kwamba zaidi ya watu 500 wameuawa nchini humo katika maandamano hayo yaliyoanza wiki 2 zilizopita. Rais Donald Trump amesema Iran inataka mazungumzo na Marekani baada ya kitisho chake cha kushambulia jamhuri hiyo ya Kiislamu kufuatia ukandamizaji wake dhidi ya waandamanaji. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema ukandamizaji wa Iran dhidi ya waandamanaji ni ishara ya unyonge. Wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walioko katika kambi ya Bikinga nchini Burundi wamedai kutoridhishwa na hali ya maisha kutokana na huduma dhaifu za afya, makazi duni na hali mbaya ya malazi.
Vifo huripotiwa mara kwa mara na baadhi ya wakimbizi wamesema wanataka kurudi katika nchi zao. Katika makambi ya Bikinga iliyoko nchini Burundi, kuna maelfu ya familia za Wakongomani walioomba hifadhi kukimbia vita na kuhofia usalama wao. Licha ya kupata usalama, lakini bado wamekuwa na hofu nyingine, kama wanavyosema mkimbizi kutoka Kongo aliyekuwepo kwenye kambi ya Bikinga. Amesema, walitupakiza kwenye magari na kutuelekeza katika kambi, tunahangaika na kukosa chakula, baridi ni kali sana na watoto hawana kitu cha kujifunika. Tulikimbia vifo Kongo, lakini njaa ndio inatuua hapa. Mwisho wa habari za kimataifa. Langu jina ni Zinazile Mswima. Habari za kimataifa. Na mtazamaji, ulikuwa ukifuatilia habari za kimataifa pamoja na mwenzetu Zinazile Mswima ambaye anakupitisha katika taarifa hizo. Kwa sasa tunaelekea moja kwa moja viwanjani tukitazama habari za michezo na burudani, na hapa tunaungana moja kwa moja na Lai Saidi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance
na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hujambo na karibu mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari katika habari za michezo na burudani. Jina langu Lai Saidi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi kesho atakuwa mgeni rasmi katika mchezo wa fainali ya michuano ya Mapinduzi Cup, ambapo mchezo utawakutanisha Yanga Sport Club dhidi ya Azam FC. Mchezo huo utachezwa majira saa 10:30 jioni katika uwanja wa Gombani Pemba. Hata hivyo, Dr. Mwinyi amenunua tiketi zote za mchezo wa fainali ya Mapinduzi Cup katika mchezo huo. Na kuelekea mchezo huo, kocha wa kikosi cha Azam FC Florai Benge amesema wako tayari kwa fainali na wamejiandaa kuwa bora zaidi uwanjani kuliko wapinzani wao. I think we are happy. We are happy because I told you we come here to play 5 games. We reach our target, so we are happy. And during this tournament, we had also the possibility to see some players from academy, and for that also it's very good. We have the opportunity also to play big games against URA, foreign up team, and also good teams from Zanzibar and Simba. Different styles, so it's very good for us. We learn also a lot. We just not winning like that. We learn by the way they play, and it will help us for the next games. To win the final, we have to be better than them in everything, because we know that very, very good team, the best here in Tanzania for the last few years. Katika kuunga mkono tasnia ya michezo, mbunge wa jimbo la Segerea Mheshimiwa Agnesta Kaiza amechangia shilingi 500,000 kwa timu ya Samawati Academy ambayo inatoka mtaa wa Bonyo kwa jimbo la Segerea, ikiwa ni kujibu maombi yaliyokuwa kwenye risala ambapo maombi yalikuwa katika risala waliomkabidhi kama mgeni rasmi kwenye mechi ya fainali ya mashindano ya Dr. Maria Tabu Super Cup. Mheshimiwa Agnesta amezungumza hayo siku ya leo alipokuwa mgeni rasmi kwenye fainali hizo, ambapo amewataka vijana kujikita kufanya mambo ya msingi kwenye jamii na kuendeleza vipaji vyao kwenye michezo mbalimbali, kwani kwa kufanya hivyo watakuwa wamejikomboa kimaisha, ambapo amesema yeye kama mbunge wao yupo tayari kuwasaidia wakati wowote. Kupitia risala yao, kwa kweli hawa vijana wameniimpress sana kwa jinsi ambavyo yale mahitaji au zile changamoto au vile vitu ambavyo wanavihitaji ili waendeleze vipaji vyao yamenifanya mimi kama mbunge kwa kweli nione kwamba hawa vijana wetu kwa kweli wanaiangalia kesho, lakini pia wanaangalia pia jamii nayo wazunguka. Kwa sababu hiyo mimi kama mbunge, lakini pia mimi kama mgeni rasmi, kupitia kwenye yale yote walionieleza ambao wao wanayahitaji ili sasa waweze kwenda kuwa kwenye mazingira mazuri, mimi nimeamua kwamba nitakwenda kuwachangia kiasi cha shilingi 500,000 vijana wetu hawa, ili kwenye hayo ambayo wamenieleza nafahamu kabisa kwamba watakwenda kuyafanya mengi kutoka kwenye ile risala ambayo nimeweza kuiona pale. Kwa sababu hiyo naomba hiki ambacho nimekifanya
kwa vijana hawa, basi kikawe chachu kwenye mitaa mingine na kwa wenye vitu wa serikali za mitaa wengine na wengine kuendelea kuibua vipaji, kwa sababu kama nilivyosema, mimi kama mbunge wa jimbo la Segerea nitaendelea kuunga mkono juhudi na jitihada zote zinazolenga kuwaunganisha vijana wetu kuwa pamoja. Kwa hiyo kwa uchache sana niseme nimefurahi, nimalize kwa kusema mimi kama mbunge nitaunga mkono juhudi zote za viongozi wote wa kiserikali na wasio wa kiserikali zinazowaunganisha vijana wetu kwa pamoja, ili mwisho wa siku tuweze kuwa na vijana walio bora na vijana ambao wanaweza kuleta tija katika jamii na katika familia zao. Kwingineko ni kuhusiana na Watanzania wameitwa kujitokeza kwa wingi kucheza mchezo wa pickleball kwa sababu ni mchezo kama michezo mingine. Licha ya mchezo huo kutofahamika nchini, ila tayari Tanzania imefanikiwa kuwa mabingwa Afrika. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa eSport Club Kalkit Kapul wakati mashindano ya pickleball yanayofanyika viwanja vya Gymkhana jijini Dar es Salaam, na kutaja zawadi ambapo washindi wa mashindano hayo watazipata siku ya kesho, na kuweka wazi ujio wa mashindano mengine ya pickleball ambayo yatafanyika mwezi Mei. Kwa upande wa msimamizi mkuu wa mashindano hayo Mohamed Abasi amesema wanaendelea vizuri licha ya timu kutoka DR Congo kupata changamoto na kushindwa kuwasili nchini. Nimefika hapa kucheza kufanya mashindano hapa ya pickleball. Leo nimeanza na gender doubles, men's doubles na women's doubles. Alafu sasa hivi jioni hapa nimeanza na mixed doubles. Kesho asubuhi itakuwa singles, alafu ni prize giving. Hii zote kamaliza na All Africa Games kwa zote country kwa Africa, nacheza kwa South Africa au labda Tanzania, I hope. Ni sport, michezo wote naweza kucheza hapa. Alafu wote naweza compete, alafu tukuwa champion. Hiyo mchezo nimeanza labda mwaka mbili au tatu tu, lakini hapa ni champions ya Africa nimefika. Alafu ni players nimeshakuwa sponsored kwa zile brands zimetokea America, Germany. Kuna potential kubwa sana. Na tuko hapa jioni hii East Africa Racquet Sports Club iliyopo hapa Dar es Salaam Gymkhana, na tunacheza pickleball. Round ni mixed doubles. Group stage inaendelea sasa hivi. Kuna timu zilibidi ziwe 8 lakini timu ya Kongo wameshindwa kufika, kwa hiyo tuko timu 7 kwa sasa hivi. Timu 3 kutoka Tanzania, timu 3 kutoka Kenya na timu 1 kutoka Rwanda, na tunaendelea na mchezo huu. Karibuni sana. Na tuelekee kimataifa ambapo waliharibu sehemu za uwanja. Na kwingineko ni kuhusiana na kocha wa klabu ya Napoli Antonio Conte. Jana alipoteza utulivu na kutolewa nje wakati wa mchezo mkali ambao uliisha kwa sare ya 2-2 kati ya Napoli dhidi ya Inter Milan. Kocha huyo wa zamani wa Chelsea analenga kuiongoza Napoli kutoa mataji mfululizo ya Serie A kwa mara ya kwanza katika historia ya klabu hiyo, na walikabiliana na Inter katika mchezo wa kugombea nafasi ya kukaa kileleni mwa msimamo wa ligi ya Serie A. Katika mchezo huo balaa liliibuka dakika ya 73 wakati wenyeji Inter Milan walipopewa penati kufuatia maamuzi ya VAR, wakati Amiri Rahmani alipodaiwa kukanyaga mguu wa Enrique Mkhitaryan. Mwamuzi Daniele Doveri alipotangaza uamuzi wake wa kutoa penati, Conte alikasirika na akapiga mpira kutoka kwenye mstari wa pembeni kuelekea lango la Inter. Baada ya kuarifiwa kuhusu kile ambacho Conte amefanya, mwamuzi huyo alimwendea na kumtoa nje kwa kadi nyekundu, jambo lililosababisha tafrani zaidi, kwani Conte alikasirika na kumkabili mwamuzi wa akiba huku akimkoromea usoni kabla ya kusindikizwa na walinzi, huku akiendelea kufoka kwa makelele. Na taarifa hiyo mtazamaji inatufikisha mwisho wa habari za michezo na burudani. Nikurejeshe kwake Pius Jayunga aweze kutamatisha ulimwengu wa habari usiku huu. Habari za michezo na burudani.
Naam, mtazamaji, ulikuwa naye Lai Saidi katika habari za michezo na burudani akikupitisha kujua mengi ya viwanjani. Sasa tuelekee moja kwa moja katika upande wa utabiri wa hali ya hewa, tufahamu ni yapi yanaendelea katika hali ya hewa. Habari za wakati huu. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inapenda kuwatakia Watanzania wote heri ya sikukuu ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Shinyanga, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, lakini pia kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wa pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi. Na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi. Na siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo yanazunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Rukwa, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Mbeya, Songwe, Iringa pamoja na Njombe, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Singida, Dodoma, Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi na mvua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Arusha, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Na mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tutazama yale tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Zanzibar waadhimisha miaka 62 ya mapinduzi, Rais Mwinyi akitunuku nishani. Kimataifa, Ujerumani na India zapanga kuongeza ushirikiano wa ulinzi. Na katika upande wa mchezo na burudani, fainali ya Mapinduzi Cup kuchezwa hapo kesho. Na mtazamaji, hadi kufika hapo tunafika mwisho wa ulimwengu wa habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki kufikia, naitwa Pius Jayunga. Endelea kuitazama Sky TV, lakini usiache kutembelea katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina la @Sky International TV. Uwe na usiku mwema. Sky TV. Sky TV.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Hali gani mtazamaji wa Sky International TV? Hii ni Bint Hub na mimi ni Sofia Daudi, sehemu ambayo tunakutana mimi na wewe kijana mwenzangu, mwanamke, mtoto, kujua masuala mazima ya maisha yetu, mambo mbalimbali, taaluma mbalimbali ambazo watu wengi au wanawake wengi wanafanya, mambo mengi ambayo hatuyajui tunayajua hapa kwenye Bint Hub. Ikiwa leo ni Jumatano ya mwisho wa mwaka 2025, basi leo tunafunga mwaka kwa kuangalia, je, ni namna gani tunaweza kuchukua mkopo na kuanza biashara. Je, ni sawa kuchukua mkopo kuanza biashara? Ni swali kubwa ambalo watu wengi wanajiuliza, kwamba nikifanya biashara ninaweza nikachukua mkopo, kama sina mtaji naweza nikachukua mkopo kufanya biashara. Na leo tutakuwa na Dr. Ismail Kinongo, mtaalamu wa masuala ya kifedha. Karibu sana Dr. Asante sana. Unaweza kutuambia kwa kifupi
Nini maana ya mkopo wa biashara na kwa nini watu wengi huchukua mkopo? Mkopo wa biashara ni mkopo ambao unachukua lakini lengo lake likiwa ni kufanya biashara. Kwa hiyo aidha kuanzisha biashara au kuendeleza biashara, lakini malengo yake hasa ni kupeleka kwenye biashara. Okay. Ni sahihi kuchukua mkopo kuanzisha biashara? Ni sahihi. Ni sahihi kuchukua mkopo kwa ajili ya kuanzisha biashara, lakini umakini unahitajika. Kwa sababu kuanzisha biashara inapoanza inakuwa na changamoto zake. Pengine hujazoea, huwezi ukajua pesa inayoingia na inaingia kwa kiasi gani. Kwa unavyochukua mkopo kuanzisha biashara ni kuwa makini kwamba utapata cha kurudisha. Na hapa ndipo changamoto ilipo. Lakini sasa umakini unahitajika kiasi kwamba uangalie namna ambayo utajitahidi kupunguza riski ya biashara na kuongeza ufanisi uweze kufanikisha kupata pesa ya kurudisha katika marejesho ya mkopo, kwa sababu essence ya mkopo ni kwamba ulipe. Lakini ndio unaweza ukachukua mkopo kuanzisha biashara. Nimeuliza hivyo kwa sababu watu wengi mtaani tuna ile akili kwamba ukitaka kuanza biashara usichukue mkopo, kwa sababu tunajua kwamba biashara unavyoanza biashara changa, ukichukua mkopo alafu hujajua biashara inaendaje, mwisho wa siku inaanza kukuletea ndivyo sivyo, huku benki wanakudai. Mwisho wa siku unajikuta unabaki una madeni alafu unafunga biashara. Ndio maana nikasema umakini unahitajika. Kimsingi hata hii mikopo ipo ya aina nyingi. Na kuna ile mikopo ambayo ni mizuri zaidi kwa mtu ambaye anaanza biashara. Mathalan, kwa mtu ambaye anaanza biashara hana uzoefu katika hiyo biashara, lakini anaweza akapata uzoefu kwa kuingia kwenye mikopo ya vikundi. Katika vikundi kuna watu ambao wana level tofauti ya biashara. Kuna wengine ambao wako kati kwa wana uzoefu, kuna wengine ambao ni wakongwe katika biashara. Kwa mkiingia katika vikundi, kuna namna huyu ambaye ndio anaanza atapata uzoefu kwa hao wengine ambao wameshatangulia, lakini katika group. Kwa ni kama unatengeneza synergy kupata kujifunza, lakini unapata udhamini wa vikundi ili uweze kupata mkopo na kuendelea. Lakini aina nyingine ya mikopo ambayo ni mizuri kwa hao ambao wanaanza ni mikopo kutoka serikali. Serikali inatoa mikopo hususan kwa kundi maalum la vijana, wanawake na walemavu. Kwa kuna 10% kulingana na sheria katika halmashauri zote, 10% ya mapato lazima iende katika hili kundi kwa namna ya mikopo, na mikopo ambayo haina riba. Kwa sasa hivi ni mikopo ambayo haina riba. Lakini uzuri, ndio maana nikapendekeza pia aina hii ya mikopo, ni kwamba kabla hawajakupa mkopo serikali watakuexpose kwenye training. Kwa wana mafunzo ambao watakupa. Wanashirikiana na taasisi mbalimbali kama SIDO, taasisi kama TRA, watakufundisha habari za kodi na taasisi nyingine, na wao wenyewe kama halmashauri wanakuwa na watu ambao wako capable kwenye biashara. Kwa wanakufundisha ili uweze kujua kiasi kwamba unavyochukua mkopo utatumia ufanisi wa mafunzo yao, na ukifanya biashara utafanikiwa kwa namna ambayo utarudisha na utakuwa umepata uzoefu, lakini pia umeshajiexpose kwenye mkopo. Next time ukienda kuchukua unachukua mkopo mkubwa zaidi. Kwa hiyo inawezekana, ili kuepuka hayo matatizo, jiweke kwenye vikundi upate uzoefu, lakini jiweke pia kwenye mikopo ya serikali upate kujifunza zaidi. Na sasa mikopo ambayo ina advance zaidi ni ya benki. Benki huwa sio mikopo mizuri ya kwanza kwa mtu ambaye ndo anaanza. Kuanzia huku chini, ndio maana zinaitwa microfinance na mikopo mingine, ili ukija kwa upgrade sasa umeshakomaa kibiashara, umeshajua cash flow za kwako zikoje, unaenda kwenye benki, unaenda na ukiwa mkongo, na labda na unaweza kufundisha watu wengine. Okay, swali kizushi, tuna kwenye jamii yetu kuna hizi wanaita mwendo kasi, kitu kama hicho, mwendo kasi. Hizi zinafaa kuanzisha biashara? Unaenda kuchukua ile unarejesha kila siku? Kama ni kila siku, cha kuangalia ni cash flow ya kwako. Je, wewe una uwezo wa kupata cash ya kulipa kila siku na bado ukaendelea kubakiza faida na bado mtaji wako usitikisike? Kwa kama unaweza kaenda, lakini mara nyingi kwa mtu ambaye anaanza biashara ni ngumu.
ni ngumu. Yeah. Lakini kama unadhani kwamba anaweza mtu kulipa na bado akawa stable, anaweza akachukua, lakini ushauri wangu hii mikopo ya kulipa kila siku, na mara nyingi mikopo ya kulipa kila siku ina riba kubwa, sio mikopo mizuri ya kuanzia. Okay. Yeah. Okay, na aina zipi za biashara zinafaa kuchukuliwa mkopo? Ni aina zote naweza nikasema, lakini zote ambazo zinakupa cash flow. Cash flow manake fedha ambazo unaweza kupata, kwa sababu biashara zipo za aina nyingi, na zote kama unaanza hapo hauna mtaji, wewe kama wewe uweze kusema nisubiri, au kama hauna namna nyingine ya kupata, then unaweza kuchukua mkopo na ukaendelea. Kwa ukiniuliza, nitakwambia aina zote biashara ambazo ni nzuri na zinakupa kipato zafaa kuchukuliwa mkopo, lakini huo umeshajua cash flow inakwendaje, either kwa uzoefu au kwa kujifunza. Okay. Ni mambo gani ya msingi tu mtu anapaswa kujiuliza kabla ya kukopa? Sasa mambo ya msingi ya kujiuliza ninaweza nikayaweka kwa ajili ya biashara. Yeah. Ila hiyo stage ambayo umeisema kwa afya bora na kabiliana na wenzangu la internet. Ni Jumatano nyingine ya kipekee kabisa, tunakutana Sky TV.